Yani mke wangu unaona yani huku kutembea maeneo kama haya ni raha. Uzuri unaona huku unapoteza mawazo. Haleluya, mtu wa Mungu. Nitaka nizungumzie kwa ajili ya klipu ambayo umeiona kwa pembeni inayosema kwamba ambayo mwandamu nadhani sijui mke wake yule ambaye anasema kwamba kutembea kwenye mazingira ni raha. Ni raha. Sasa mimi kama mtu wa Mungu nasema kwamba raha hauipati kwa wewe umekaa mazingira fulani yaliyojitenga, labda misitu ama majani hivi milimani. Hauwezi ukawa na raha kwa kukaa kwenye maeneo hayo, alimadamu maisha yako, njia zako bado ni mbaya, haziko sawa kwa mujibu wa neno la Mungu. Kwanza nikwambie kwamba hakuna kitu ambacho kinaweza kikakufanya wewe ukawa na raha. Raha kama raha ama amani tunaipata baada ya kufanya vizuri, baada ya kuona jambo lile vile ambavyo umetenda wema pale, umefanya vizuri pale, umefanya vizuri pale, kile na kile pale, automatically unajikuta unajisikia vizuri. Raha kama raha haipo kwa wewe kukaa kwenye mazingira fulani, haipo huko. Raha tunaipata baada ya kutimiza wajibu wetu, baada ya kutimiza wajibu ambao tulitakiwa kutimiza, baada ya kufanya vizuri, baada ya kufanya lile ambalo tulitakiwa kulifanya. Lile ndilo ambalo linatufanya, linaweza likamfanya mtu akawa na raha akiwa kwenye mazingira yote ambayo unaweza kuwa unamuona. La kwanza haipo kwa wewe kukaa msituni. La haipo kwa wewe kukaa mapolini ama milimani. La haipo kwenye kitu chochote kile. La haipo kwenye zinaa. La haipo kwa wanawake. La haipo kwa wanaume. La haipo kwa mabinti, kwa vijana. La haipo kwa wewe kuwa na chochote kile. Ila raha kabisa ya neno la Mungu. Ndio maana kwenye kitabu cha Yeremia ile 6:16 anasema simameni katika njia kuu, mkaulize kwa habari ya mapito ya zamani. Mapito zamani. Maana yake na nyie mkatembee katika mapito hayo, mkaonekane katika hiyo njia, mkaonekane katika hizo namna. Anasema mtajipatia raha katika nafsi zenu. Maana yake baada ya kupita kwenye njia ya kimungu, baada ya kupita kwenye njia sahihi, baadaye baada ya kupita kuonekana katika hiyo, ndio unajikuta mwishoni unajisikia vizuri sana. La haipo kwenye zinaa, haipo kwa wanawake, haipo kwa wanaume, haipo kwenda beach, kwenda Dubai, kwenda nchi yoyote ile, kwenda baharini, kwenda beach. La haipo huko, la haipo kabisa huko. La ni wewe kufanya vizuri, ni wewe kutenda mema. Kwa mfano, kuna mtu ambaye unamuona kwamba mtu fulani unamuona ambaye hasumaye kumsaidia. Unamuona mtu fulani labda alikuwa kwenye hali ngumu labda za kimaisha, ukamwezesha, ukamsaidia, ukaona yule mtu baadaye anaendelea vizuri. Cha kwanza kabisa utakapokuwa unamuona yule mtu, lazima utakuwa unasikia vizuri sana. Unasema kwa kweli namshukuru Mungu. Yaani lazima utajisikia vizuri. Kwa nini? Kwa sababu umekuwa sababu ya maendeleo mazuri kwa mtu. Umekuwa sababu ya maendeleo mazuri kwa mtu na si mabaya. Umeona? Kwa mfano, unafanya kazi, wewe ni fundi, umeona? Ni fundi kujenga. Umejenga nyumba yako, umejenga nyumba vizuri ya mteja. Vizuri, imekaa vizuri hapo, kaipiga na finishing wewe mwenyewe, ukapiga bati hivi na ile ikakaa vizuri. Umeona? Yaani bosi mwenyewe akija kuiona hiyo nyumba uliyojenga, ushangaa bosi anasema kazi imefanyika. Na unashangaa kuna baadhi ya watu ambao wakiona ile kazi yako, na watu wanaanza kutafuta wewe kwamba na sisi tunataka ama nataka kanifanyie fundi huyu. Kwa nini? Kwa sababu umefanya vizuri. Lakini cha kwanza kabisa utakapokuwa unamuona yule bosi wako na wengine wengi, utakuwa unasikia vizuri. Utakuwa na namna za kujiamini. Kwa nini utakuwa unajiamini? Kwa sababu umeshafanya vema, umeshafanya vizuri. Tunasema kwamba Mungu ni Mungu mwenye raha, kwa sababu Mungu amefanya vitu vingi. Ameumba bahari, ameumba miti, ameumba wanadamu, ameumba milima. Ndio maana mwimbaji anasema Bwana Mungu nashangaa kabisa. Kwa nini nashangaa?
Anasema kwa sababu anaona kazi ambazo Mungu amezitenda, amezifanya, ameniumba mimi, amekumba wewe, ameumba vitu vingi sana ambavyo tunavyoviona na tusivyoviona. Tunasema ni Mungu mwenye anagawa raha kwa wale ambao wanafanya vizuri, wanatenda mema. Na kushauri kama mtu wa Mungu, ukitaka uwe na raha, ukitaka uwe na amani, ukitaka uwe na raha, cha kwanza chagua kufanya vizuri. Ukifanya kazi popote pale, unauza duka, hudumia watu vizuri, unafanya kazi yote ile, hakikisha unafanya vizuri, automatically wewe utakuwa na utapendwa sana, na ukipendwa lazima unajisikia vizuri. Sina maana kupendwa kwa vijana kutamani kwa zinaa ama wanawake kutamani kwa zinaa. Utapendwa kwa sababu ya namna ya mwenendo wako mzuri, ya mwenendo wako bora, automatically watu watakupenda, na watu watakapokupenda utakuwa unasikia vizuri. Yaani ukishafanya vizuri, cha kwanza kabisa, lazima unisikie, yaani unasikia vizuri, yaani unaona la kweli haipo kwa wewe, kwa mwanamke, kwa wanawake, kwa mwanamume, kwa mwanamke, kwa binti, kwa kijana. Haipo kwenye zinaa, haipo kwenye umaraya, haipo kwenye pombe, haipo kwenye misigara, haipo kwa wewe kuwa watu, kufanya ubaya wa kila namna, upate cheo, upate nafasi fulani. La, haipo huko. La, ipo ndani ya neno la Mungu tu, ambalo neno la Mungu ni wewe kufanya vizuri, ni wewe kufanya vizuri. Tunamfahamu Mungu, tunamjua Mungu. Ni kweli sijawahi kumwona Mungu, sijawahi kumshuhudia, lakini nazifahamu kazi zake kwa ni njema, kwamba yeye ni amini na kweli, neno lake ni amini na kweli, neno lake linaishi, litaishi na linaishi na litaendelea kuishi sana. Kwa nini? Kwa sababu lenyewe limeshanyoka. Hata kama usipolielewa, lenyewe limenyoka pale, lakini mwisho wa siku wewe mwenyewe unasema nadhani hii kitu kimenyoka sana. Ukitaka uwe na raha, cha kwanza chagua kufanya vema kazini, popote pale uko na mke na mume na watoto, chagua kufanya vizuri, automatically wewe utajikuta na raha. Mazingira ambapo kwa upo kazini, wapi, utajikuta ni mtu ambaye anasikia vizuri. Kwa nini? Kwa sababu umefanya vema. Okay, yote inawezekana kuishi bila kufanya umalaya, bila kufanya dhambi. Inawezekana sana. Imewezekana kwetu kwa sehemu, imewezekana kwa sehemu, na mimi kwako inawezekana, kwa kijana, kwa baba. Inawezekana kuishi bila kuvuta bangi, inawezekana kuishi bila kufanya umalaya, bila kuzini. Inawezekana wewe kuishi bila kufanya dhambi, bila kufanya ubaya ama uchafu na namna zozote zile. Inawezekana sana. Kubali leo kuokoka na kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Sina maana Yesu yule ambaye haonekani, na maanisha Yesu ambaye Maana sema kama alikuwa fundi seremala, maana ni mtu ambaye alikuwa akifanya vizuri, alikuwa akifanya kitu anafanya vizuri. Kwa maana kitabu cha Luka 2:52 anasema na Yesu aliendelea kukua akimpendeza Mungu na wanadamu. Maana ni mtu ambaye alikuwa akifanya kazi za watu za seremala, anafanya vizuri, na kuna mahali Yesu anashuhudiwa ya kwamba hajanena kama ninavyo mtu huyu. Umeona? Kama nikisema Yesu, na maanisha Yesu ni wewe ufanye vizuri. Ndio Yesu mwenyewe, ndio Mungu mwenyewe. Yesu ni wewe kufanya vizuri. Yesu ni wewe kufanya kwa namna ambayo inatakikana. Ni wewe kufanya vizuri, kufanya vema, kunena vizuri. Lakini nasema kwamba peke yako bila Mungu hautaweza, kwa sababu ya kile ambacho Bwana anasema kwamba bila mimi ninyi hamwezi neno lote. Kwamba mwanadamu katika namna zote, katika hali zote hawezi chochote. Mwanadamu hawezi chochote, hawezi akafanya mapenzi na makusudi ya Mungu mwenyewe, ila kwa msaada wa Mungu. Maana maneno yanasema kwamba naweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Naweza vitu vyote katika Mungu, katika yule anayenitia nguvu. Na wewe unaweza kwa msaada wa Yesu. Unaweza kuishi bila kuzini, unaweza kuishi bila kufanya umalaya, bila kuvuta mibangi, bila kunywa mipombe. Inawezekana sana. Unaweza ukaishi maisha ambayo wewe mwenyewe utajifurahia sana. Lakini hebu jua kwamba leo ni siku ambayo unaweza ukatengeneza maisha yako milele na ukaharibu maisha yako milele. Mimi ni mshauri uliye tayari kuokoka. Karibu sana inbox. Asante sana. Tuwe na wakati mwema. Amen. Kipu hii ikawe sababu ya vijana, mtu yote kuponywa, kuokolewa katika jina la Yesu Kristo.
Maana Yesu ni uzima. Alipokuja kwa wagonjwa aliponya wagonjwa, alipokuja kwa wagonjwa aliwaponya magonjwa yao, alipokuja kwa walioshindwa aliweza kuwapa nguvu ya kuweza tena, alipokuja kwa waliokuwa malaya aliwaponya tena, alipokuja kwa vuta bangi alikuja tena, alipokuja kwa wezi